13. The book of Romans chapter 15 verse 13. Biblia inasema hivi: basi Mungu wa tumaini awajaze nyinyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Nitarudia: basi Mungu wa tumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Wapendwa, siku ya leo tutaenda kujifunza katika hicho kitabu kupitia wa mstari na mstari mwingine Bwana ambao wataenda kunena nasi, na ninaamini ya kwamba tutaenda kubarikiwa. Na siku ya leo tutaenda kujifunza kuhusu keeping our hope alive. Keeping our hope alive. Na kwa Kiswahili tunasema ya kwamba kudumisha matumaini yetu. Kudumisha matumaini yetu. Kudumisha matumaini yetu katika Bwana. Keeping our hope alive in Christ. Bwana asifiwe. Maana kuna wakati unafika katika maisha unahisi ya kwamba unaanza kukosa matumaini. Unahisi ya kwamba ni kama mambo hayako sawa, na unahisi ya kwamba umefika mwisho. Lakini siku ya leo Bwana anaenda kunena nasi ya kwamba tunahitajika kudumisha matumaini yetu katika Bwana. Maana anasema ya kwamba yeye ni yule jana, leo, kesho na milele. Na anasema ya kwamba tunahitaji kuwa na matumaini tukijua ya kwamba yeye yuko pamoja nasi, na ya kwamba kile ambacho ameahidi katika maisha yetu hakina budi kutimia. Tukizidisha kwa maombi, tukijua ya kwamba maombi yetu Bwana atayasikia na ataenda kutimiza, na ya kwamba tukijua ya kwamba tunapoendelea kudumisha amani, ya kwamba nguvu zetu za kuendelea kumtumainia Bwana zinatoka katika neno lake. Bwana asifiwe. Za kututia nguvu za kuendelea kila siku kudumisha matumaini yetu katika Bwana. Wapendwa, katika maisha kuna wakati unafika na unahisi ya kwamba umefika mwisho. Unahisi ya kwamba hauna matumaini tena. Unahisi ya kwamba ni kama uko upweke. Unahisi ya kwamba hakuna mtu anayeelewa na kujua kile unachopitia. Lakini siku ya leo Mungu amekuja kunena nawe na mimi ya kwamba kuna matumaini, na tunahitaji kudumisha matumaini yetu kwa Bwana. Bwana asifiwe. Hata kwa mambo ambayo yameharibika katika maisha yetu, tunaambiwa ya kwamba kuna matumaini katika Bwana Yesu. Na ndio akasema ya kwamba matumaini ama hope ni kuwa na ile inner conviction and assurance, yaani kujua kwa hakika katika moyo wako ya kwamba mambo ambayo unayatarajia katika moyo wako ya kwamba Mungu atayatimiza hata kama hujayaona. Bwana asifiwe. Yaani kuwa na tumaini ya kwamba katika maisha yako kuna mambo unayoyahitaji, kuna mambo unayoyatumaini, lakini Mungu anayekujua, anayejua moyo wako, anayajua, na hata kama haujamwambia na haujayaona atayatimiza. Bwana asifiwe. Kudumisha matumaini yetu katika Bwana. Ni rahisi sana sisi kama Wakristo kuvunjika moyo na kukosa matumaini katika maisha kwa yale mambo tunayapitia ya kila siku. Lakini siku ya leo Bwana ananena nasi kupitia kitabu cha Warumi 15 mstari wa 13, na anasema basi Mungu wa matumaini awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini. Bwana asifiwe. Mungu wa tumaini ambaye anayepea watu wake tumaini, hatujaze sisi furaha hata wakati ule tumekosa matumaini katika maisha yetu, na amani katika kuamini ya kwamba tunajua na tuko na uhakika ya kwamba hata tukipitia changamoto zinaiko hali gani, Bwana yuko pamoja nasi na atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu.
Bwana asifiwe. Matumaini yetu hayatoki kwa mwanadamu yeyote. Matumaini yetu hayatoki hata kwa msaada wote. Matumaini yetu yanatoka kwa Mungu. Na ndio tunahimizwa siku ya leo kudumisha matumaini yetu katika Bwana, tukijua ya kwamba Mungu wetu anayetujua, anayetuelewa, anasema ya kwamba anaweza na ako na nguvu za kuzindisha furaha katika mioyo yetu na amani kwa kupitia kuamini kwetu, na ya kwamba tunaweza kuzidi kuendelea kumtumainia katika nguvu za Roho Mtakatifu. Hatutaweza kumtumainia hivyo kwa nguvu zetu, lakini kupitia kwa nguvu za Bwana, yule ambaye anayetutia nguvu wakati tunahisi wanyonge, anatuambia ya kwamba ako na uwezo na nguvu za kuzidi kutupa matumaini, kwa sababu yuko pamoja nasi. Biblia inasema ya kwamba ukisoma katika kitabu cha Isaya 40 verse 31, Isaya 40 mstari wa 31, inasema ya kwamba wanaomtumainia Bwana wanatiwa nguvu mpya kila siku. Nasema ya kwamba the Bible says those who hope in the Lord will always find their strength renewed by the Lord, allowing them to soar on with wings like an eagle and running and not getting weary. Praise the name of the Lord. Yaani wale wanaomtumainia Bwana katika maisha yao na wanajua ya kwamba Mungu yuko pamoja nao, hata wakati ule wanayopitia yale wanayopitia changamoto, wanahisi ya kwamba wana matumaini, na kuna mtu ambaye anawatia nguvu katika maisha yao, ya kwamba nguvu zao wanatiwa kila siku. Bwana asifiwe. They are renewed every day, kwa sababu matumaini yao yako kwa nani? Kwa Bwana. Wanatiwa nguvu za kuendelea katika maisha, wanatiwa nguvu za kuendelea hata wakati wanahisi ni wanyonge, wakati wanapoamka na wanahisi ya kwamba wamefika mwisho. Tunaambiwa ya kwamba kunaye anayekutia nguvu, ambaye anakutia nguvu, na anasema ya kwamba akikutia nguvu unatiwa nguvu mpya na unapaa juu kama tai, na ya kwamba hata wakati unapofanya mambo hauchoki kamwe, kwa sababu kuna yule unayemtumainia na anakutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Matumaini yako iko kwa nani? Kwa sababu yule anayemtumainia Bwana na anapoendelea kudumisha amani yake kwa Bwana, Biblia inatuambia ya kwamba anatiwa nguvu kila siku. Bwana asifiwe. Hata wakati yuko mnyonge anatiwa nguvu za kuendelea, na sio peke yake, anaambiwa ya kwamba za kupaa, ya kwamba mambo yako yako sawa, kwa sababu kuna mtu anayesimama nawe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni yule anayemtumainia Bwana. Wapendwa, tunapitia changamoto nyingi katika maisha, lakini tukimtumainia Bwana na tukizidi kudumisha amani yetu katika Bwana, hatutachoka kamwe. Bwana asifiwe. Hautahisi ya kwamba umefika mwisho, kwa sababu Bwana ako pamoja nawe na anakutia nguvu za kuendelea. Je, tunawezaje kujua ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi, na tunawezaje kudumisha matumaini yetu katika Bwana? Niko na mambo matatu ile ambayo sisi kama Wakristo ya kuweza kutusaidia kuendelea kudumisha amani yetu katika Bwana, kwa sababu tunaishi ulimwengu ambao unabadilika kila siku. Tunaishi na watu ambao wanabadilika kila siku. Tunaishi ulimwengu, mambo yanatugeukia kila siku. Lakini hata yanapogeuka, sisi kama Wakristo, Biblia inatuambia ya kwamba na tudumishe matumaini yetu kwa Bwana. Bwana asifiwe. Mambo matatu. Jambo la kwanza ya kutusaidia ili tuweze kudumisha amani yetu katika Bwana, jambo la kwanza ni kujifunza kukaa na watu wenye nia nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Surrounding yourself with the people who have positive minds. Bwana Yesu asifiwe. Kujifunza wewe kama Mkristo kukaa na watu, kutembea na watu ambao wenye nia safi. Bwana asifiwe. Tunaishi ulimwengu ambao tunaishi na watu ambao wako na nia safi, na Biblia inatuambia ya kwamba katika kitabu cha Wakorintho 15 mstari wa 13 ya kwamba
not be misled, but come and destroys character. Bwana Yesu asifiwe. Usidanganyike ya kwamba watu wale ambao unaoshinda na wao, ina uwezekano wanaweza kuwa ni wazuri wakakusaidia kuwa mzuri. Kuna uwezekano wakakuwa na mambo ambayo si sawa wakakuweka katika hali ambayo si sawa. Na ndio tunaambiwa ya kwamba tujifunze sisi kama Wakristo ili tuweze kuendelea kudumisha amani yetu katika Bwana, kujifunza kukaa na watu wenye nia nzuri. The people that you surround yourself with will influence your character and your behavior. Bwana asifiwe. Watu wale ambao unakaa nao kila siku, kuna uwezekano mkubwa wakabadilisha mawazo yako, wakabadilisha nia zako, wakabadilisha njia zako, hata karibu wabadilishe maisha yako usipokuwa mwangalifu. Kwa sababu hivyo ndivyo tumeomba kama wanadamu. Tuko na tabia za kubadilika, tuko na tabia za kujisahau na kujipata tumeenda katika hali ambayo haiko sawa. Lakini wale ambao tunamtumainia Bwana, tunaambiwa ya kwamba na tujifunze kukaa na kutembea na watu wenye nia nzuri. Maana ukitembea na mtu mwenye nia njema, atakuambia ya kwamba hii ndio njia ya kufuata, utatembea na utatokelezea. Lakini ukitembea na mtu ambaye ni wa kuweka kando, ambaye hawezi kuwapa usia mwema, utajipata umeingia katika majaribu, utajipata umetenda yale ambayo hayampendezi Mungu. Na ndio tunaambiwa tujifunze kukaa karibu na watu ambao wenye nia nzuri. Na ndio Zaburi wa kwanza mstari wa kwanza. Nataka nisome huo mstari. Zaburi wa kwanza mstari wa kwanza. Kisoma Zaburi wa kwanza mstari wa kwanza, unaongea kuhusu kutembea na watu wenye nia nzuri. Na ni nini ambacho kinaweza kukutendekea utakapotembea na watu wenye nia nzuri, mawazo mema katika maisha yako. Biblia inasema hivi, Zaburi wa kwanza mstari wa kwanza tukielekea na chini, inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bwana asifiwe. Yes, yule ambaye anayemtumainia Bwana, tunakupewa ya kwamba heri huyo ambaye anayemtumainia Bwana na asiyekwenda katika shauri za watu wasio haki, wala asimami katika njia ya wakosaji, wala kuketi katika baraza za wenye mizaha. Bwana asifiwe. Anayemtumainia Bwana anajiepusha. Maana tunaambiwa ya kwamba akitembea na anamtumainia Bwana katika njia ambazo zinafuata, Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki hupotea. Bwana Yesu asifiwe. Unajihusisha na watu wa aina gani? Unakaa baraza ya watu wa aina gani? Ya watu wenye mizaha. Unasimama wapi? Unaongea, unakwenda wapi? Maana Biblia inatuambia ya kwamba wanaomtumainia Bwana na wanijifunze kukaa na watu wenye nia njema. Bwana Yesu asifiwe. Marafiki ni wazuri. Mmoja akasema marafiki ni wazuri na marafiki ni wabaya. Na akasema ya kwamba change your friends, change your future. Bwana asifiwe. Akasema ya kwamba marafiki ni wazuri sana, wanatusaidia, lakini pia marafiki ni wabaya, wanaweza kupotosha, ukajipata umeingia katika mambo hayako sawa, ukajipata umetenda yasiyo sawa. Angalia marafiki zako unaotembea nao, angalia kama mnaenda katika njia za wenye haki, angalia kama unakaa katika baraza ya wenye mazaha. Maana Biblia inasema ya kwamba anayetembea na Bwana, anayemtumainia Bwana, sheria Bwana ndiyo impendezayo, na uitafakari mchana na usiku, naye atakaa kama mti uliopandwa kando kando ya maji matulivu. Bwana Yesu asifiwe. Anayemtumainia Bwana hako kama mti uliopandwa kando kando ya maji matulivu, ya kwamba hata wakati anakaa ni kama amekaukiwa, anakaa ni kama mambo hayako sawa, watu wanamuona na nawiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu
anamtumainia Bwana na amejifunza kumtumainia Bwana katika maisha yake, na ya kwamba Mungu hawezi akamwacha hata wakati amesukumwa na maisha na yamemweka katika mahali palipo hapako sawa. Bwana yuko pamoja naye, anamng'arisha, anamweka kuwa sawa, kwa sababu yeye anatembea pamoja naye na anajua ya kwamba Bwana yuko pamoja naye. Bwana tusaidie ya kwamba tunapoendelea kudumisha matumaini yetu, tutaangalia tabia zetu na mienendo yetu, tutaangalia ni wapi tunapotembea, tutaangalia hata marafiki wanaokuja karibu pamoja nasi, maana kuna urahisi sana sisi kama wanadamu kujipata tumeenda kando na tukakosa kumtumainia Bwana. Nataka kukupatia mfano mmoja wa mtu mmoja alikuwa anamtumainia Bwana. Kisoma katika kitabu cha Ayubu. Kisoma katika kitabu cha Ayubu 13 mstari wa 4. Ayubu alikuwa ni mwanadamu, alikuwa na marafiki na akaingia katika changamoto za maisha kama vile wewe na mimi tunaingia katika changamoto za maisha. Na maisha ya Ayubu yakabadilika. Akawa ya kwamba si yule Ayubu walikuwa wanamjua, na akawa ana marafiki zake walikuwa karibu pamoja naye. Na Biblia inasema kama ilivyo kawaida, rafiki yako akiwa mgonjwa utamtembelea, utaongea na yeye, utampa wasia, utamwambia ya kufanya. Ayubu akatembelewa na marafiki zake waliokuwa karibu pamoja naye, na kwa sababu Ayubu alikuwa anamtumainia Bwana, Biblia inasema ya kwamba wakaendelea kumwambia, sasa vipi rafiki, umekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, angalia mali yako yote imepotea, angalia vile ulivyo, si umtukane huyu Mungu wako alafu ufe. Biblia inasema ya kwamba na Ayubu akawaambia ya kwamba mimi ninamtumainia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Marafiki wakataka kumpotosha Ayubu na kumtoa katika Bwana, lakini akawaambia na ijulikane kwenu ya kwamba urafiki nimekata, na ya kwamba sitaki mawaidha, nitatembea na Mungu ambaye ninayemjua na nitamtumainia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati katika maisha unafika unakata kwa sababu unajua mbele unapoenda. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kukata mahali unaona ya kwamba haufiki mbele. Bwana Yesu asifiwe. Omba Mungu akusaidie ya kwamba utawatambua marafiki wa kweli, wenye nia nzuri, wenye kukutakia mema, na wakati utakapojua ya kwamba kuna wale ambao wanataka kukurudisha, unakata kama Ayubu na unawaambia ya kwamba najulikane kuna yule ninayemtumainia, na hata nikifa nitazidi kumtumainia. Bwana Yesu asifiwe. Watu kama Ayubu wako wapi? Wakudumisha amani yao katika Bwana hata kama mambo yamewaharibikia, hata kama mambo hayako sawa, hata kama marafiki wanawasurutisha na kutaka kuwatoa kando na Mungu wao. Wako wapi Ayubu wakusimama na kusema na ijulikane kunaye Mungu ninayemtumainia, na iwe aje nife niishi, nitaishi kwa huyo Mungu. Wako wapi? Bwana atusaidie ya kwamba tutadumisha amani yetu katika Bwana, ya kwamba iwe tuko ama hatuko, we will seek to hope upon the Lord. We will keep our hope alive. Tutadumisha amani yetu, tutadumisha matumaini yetu kwa Bwana, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa, katika maisha ile tunayoishi tukajipata tumetoka kando na mpango wa Mungu. Penda rafiki, mtendee mema, tembea na rafiki, asikuweke katika baraza za wenye mizaha. Tendewa mema na rafiki, jiepushe na anayekutoa kumtumainia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wapende, tenda mema, lakini Mungu akusaidie kama Ayubu uweze kutambua wakati wanapokuja na kukutoa katika matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Maana watakuja wengine kama malaika, lakini kama uko kama Ayubu utajipata umeenda kando, umemtukana Mungu, umetoka na kurudi, na mbio ya kwamba ukienda kurudi si rahisi vile. Ni karimu neema ya Mungu, na Mungu aweze kutusaidia tuendelee kudumisha amani, tuendelee kudumisha matumaini yetu kwa Bwana, kwa kujua
wanaotuzunguka tuko aje na tunatembea na wao na nia gani? Maana Biblia imemalizia na kusema katika huo mstari, kwa kuwa Bwana anaijua ya wenye haki, bali njia ya wasio haki hupotea. Tembea na watu wazuri, maisha yako na matumaini yako yatakuwa sawa. Jambo la pili ambao tunaenda kujifunza, ambao ni ya kututia nguvu ili tukaweze kuendelea kudumisha amani yetu katika Bwana, ni kukumbuka ahadi za Bwana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ametuahidi ya kwamba atatembea pamoja nasi. Ameahidi ya kwamba hatatuacha kamwe. Ameahidi ya kwamba popote tuko yuko. Ameahidi ya kwamba hata tupitapo katika maji mengi yuko pamoja nasi. Kwa hivyo anasema ya kwamba basi tunapodumisha matumaini yetu kwake, basi na tukumbuke ahadi zake. Bwana Yesu asifiwe. Unapopitia katika maisha na kuhisi ya kwamba hauna matumaini, yaani haujui ni nini kinachotendeka katika maisha na kitakachotendeka, Biblia inatuambia ya kwamba kumbuka ahadi za Bwana alizoahidi kwako. Ameahidi ya kwamba atatembea pamoja nawe, atakuwa pamoja nawe, atakusaidia, na anasema ya kwamba chochote uhitaji ataweza kukupa. Huyo ndiye Mungu. Anasema ya kwamba dumisha amani yako kwake, kwamba cling on the promises of God every day and call upon God to come through in your life. Praise the name of the Lord. Ukijua ya kwamba Bwana umeniahidi ya kwamba utanifanyia hii, utanitendea, utatembea pamoja nami, na mimi Bwana ninaamini ya kwamba utatembea pamoja nami, kwa sababu wewe unajua chochote Bwana ameahidi katika maisha yako atakuwa pamoja nao. Ameahidi ya kwamba anakujua, anajua maisha yako, anajua kile unachohitaji, hata mipango ya maisha yako anayajua. Kwa nini usumbuke na moyo wako? Kwa nini uendelee kukosa matumaini? Ila kuna yule anayejua na anayesema ya kwamba ahadi zangu kwako katika maisha ni za milele na milele. Cling on to the promises of God. Tumainia Bwana. Kumbuka ahadi zake katika maisha yako, naye Bwana atakusaidia. Katika kitabu cha Isaya 30 mstari wa 28 unasema hivi, be patient. Sometimes God makes us wait longer because the blessings are great and bigger. Praise the name of the Lord. Kuwa na uvumilivu katika maisha yako, kwa sababu wakati mwingine Mungu anakufanya ukae kwa muda mrefu, kwa sababu zile baraka ambazo zinakukujia sio za kawaida. They are bigger and greater in your life. Praise the name of the Lord. Yes. Sikose matumaini. Heti umeomba, umeambia Mungu nataka aina ile, imefika mahali unasema ya kwamba imetosha. Biblia inakuambia siku ya leo, kumbuka ya kwamba Mungu anasema wakati mwingine anaruhusu ukae kwa huyo muda mrefu ukingojea, kwa sababu kile ambacho unachongojea ni kikubwa zaidi ya yale unayotaka. Bwana asifiwe. Sometimes tuombe Mungu atusaidie tuwe na huo uvumilivu, na tukijua ya kwamba hata kama umengojea kwa muda mrefu, umeitisha Mungu na uone, yaani umeomba mabadiliko hayapatikani, umechukua muda, unaona ni kama Mungu amekusahau. It doesn't matter for how long you've been waiting. It doesn't matter for how long you've been praying. What matters is the season of God. Bwana asifiwe. When the season of God is ready in your life, I am telling you, you will never regret. You will receive your blessings, which are bigger and greater in your life. Praise the name of the Lord. Kwa sababu Mungu ametuahidi. Why worry? Kwa nini usumbuke? Kwa nini ulie kila siku? Kwa nini uangalie ni nani atakayekuja? Mwangalie Mungu. He says that God is not like a man that he can lie. Bwana asifiwe. Ahadi zake ni za kweli. Eti Mungu wetu si kama mwanadamu anatudanganya. Anakuambia nitakufanyia, anakuambia nitatembea nawe, inafika wale unaona ana withdraw back, anaenda nyuma. Unaangalia unaona, na si yule aliniambia tutatembea pamoja, kwani kumekuwa aje? Anaenda hivyo na anakupotelea. God is not like a man that he can leave you. Praise the name of the Lord. Ati umefanya aibu anakuondokea. He is not like a man. He will never leave you, neither forsake you. Bwana Yesu asifiwe.
atatembea pamoja nawe katika hiyo hali mbaya, katika hiyo hali nzuri, yuko pamoja nawe. And you need to claim his blessings. When you wake up in the morning, unapoamka asubuhi, unahisi ya kwamba umechoka, Bwana ametuambia ya kwamba wale wanaomtumainia Bwana wanatiwa nguvu mpya kila siku. Unapoamka asubuhi, unahisi ya kwamba umnyonge, haujui utafanya nini, haujui kutakuwaje. I want to let you know that Biblia iko na jibu kwako. Inasema ya kwamba wanaomtumainia Bwana katika kitabu cha Zaburi 25, the Lord is my shepherd, I will lack nothing. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside quiet pastures. He refreshes my soul. Praise the name of the Lord. When you wake up in the morning, na unahisi ya kwamba hujui ni nini, yani umeamuka umefanya mahesabu hayako sawa, claim your blessings from the Lord. Ambia Bwana, na Zaburi inasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Na unatembea na hiyo, na unamwambia Bwana nisaidie, na unatembea na hiyo, na unachukua nguvu, kwa sababu matumaini yako iko kwa Bwana, na tunaitoa katika neno lake. Bwana asifiwe. Unajitia nguvu na unasema ya kwamba hapana, Mungu umeniambia ya kwamba popote niendapo uko pamoja nami. Unameniambia ya kwamba hutaniacha. Unamwambia Mungu, tembea pamoja nami, niongoze katika njia zangu. Umeniambia ya kwamba utanibariki. Leo nibariki Mungu, sijui kutakuwaje. Unamwambia Bwana, tembea pamoja nami. Claim your blessings from the Lord. Praise the name of the Lord. Itisha, mwambie Bwana, I need and it's my time, kwa sababu ninakutumainia. Na umesema ya kwamba wanaomtumainia Bwana ni kama mlima Zion, hawatatingizika kama. There is nothing that should put you down. Bwana asifiwe. Kusiwe na kitu chochote cha kukuweka chini. Tumia neno la Mungu. Tembea na matumaini. Najua ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe. I am telling you, hakuna mtu alitembea na neno la Mungu vile linavyosema na kutembea katika matumaini akaregret, ama siku moja akasema na nilitembea na Bwana na hivyo ndivyo nilitendekea. Wanahisi kushukuru, kusema ya kwamba na nilitembea na Bwana na baraka zangu niliweza kuzipokea. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye Mungu ambaye anatuambia ya kwamba tukumbuke ahadi zake. Jifunze kusoma neno la Mungu vile inavyosema, vile linavyokuahidi katika maisha yako. Wacha kungojea wakati unakuja kuhubiriwa ili ukaweze kujua neno. Pia na wakati wako kusoma na kujua Mungu anasema nini katika maisha yako. Na unaposoma mwambie Bwana, na kwa sababu Mungu mimi nadumisha matumaini yako kwako, na hili neno nililosoma na likatimie kwangu. Bwana asifiwe. Na Bwana atalitimiza, kwa sababu wewe matumaini yako kwake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba amelaaniwa anayemtumainia mwanadamu. Unayetumainia mwanadamu, toa mwanadamu, weka Mungu, na Bwana atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni Mungu mwaminifu na ameahidi ya kwamba hatakuacha kamwe. Anasema muite naye ataitika, atakuja, atakutendea mambo makuu usiyoyajua. Wewe unaitisha Mungu nini siku ya leo? Ni nini ambacho umeishi ukisema ya kwamba mimi sijui kutakuwaje, nimekosa matumaini, sijui nitafanya nini? Soma neno la Mungu, itisha Mungu, naye Mungu ataenda kukutendea. Dumisha matumaini yako kwake, na Bwana atakutendea mambo makuu na ya ajabu. Jambo la tatu na la kumalizia, ambalo inaweza kutusaidia kudumisha matumaini yetu kwa Bwana, ni kwamba tunahitajika kuwa na uvumilivu katika majaribu. Kuwa na uvumilivu katika majaribu. Perseverance through trials. Wapendwa, hatuna budi kupitia majaribu. Hatuna budi kupata majaribu katika maisha yetu. Hatutaishi kana kwamba tumefika, ya kwamba mambo yote katika maisha yetu kwa sababu tumemjua Mungu yako sawa. Biblia inatuambia ya kwamba majaribu hayana budi kutupata, lakini yanapotupata wale ambao tunamtumainia Bwana, tunaambiwa ya kwamba basi uvumilivu wetu na ukaonekane, ukajulikane katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Maana atatupata.
Na wakati mtu anapopatwa na majaribu, ndio unajua mtu yuko vipi. Kuna wale ambao watafanya vituko, kuna wale wataongea, kuna wale ambao wana mambo yao wanafanya wakati ako katika majaribu. Lakini wale ambao tumeokolewa na Yesu Kristo, tunaambiwa ya kwamba na uvumilivu wetu ukaweze kujulikana. Bwana Yesu asifiwe. Katika mateso, katika majaribu, kwa sababu uvumilivu wetu ndio utathibitisha kama sisi tunamtumainia Bwana ama sisi bado tuko katika hali ya kuhangaika. Na ukisoma katika kitabu cha James, in the book of James chapter 1 verse 12, Yakobo kwanza 12. Yakobo kwanza 12, sitafungua lakini nitasoma. Yakobo kwanza 12 kuhusu uvumilivu katika majaribu, anasema hivi: Blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, he will receive the crown of life that the Lord has bestowed and promised to who love him. Praise the name of the Lord. Yaani kubarikiwa ni yule mtu ambaye atakayestahimili na kuvumilia majaribu yote yatakao kuja katika maisha yake, maana mwishowe anaambiwa ya kwamba atapokea taji ya uvumilivu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wakati Biblia inasema utapokea taji, hii taji wewe unafikiria kwamba ni mpaka wakati ule utakaofika upokee, utaipokea hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa hayo majaribu, mateso, wakati unahisi ya kwamba hauko sawa, taji yako utaipokea. The Lord will come through in your situation. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio taji yako, kwa sababu Bwana hatakuacha kama. Anasema ya kwamba atakuwa pamoja nao. Kwa hivyo hata wakati unahisi ya kwamba umefika mwisho, majaribu yamekuweka katika kona, haujui iko aje, na bado unavumilia, unaambiwa ya kwamba and then the Lord shall come through for you. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuja na atakuwa pamoja nao. Na anasema ya kwamba be confident in this, that who began a good work in your life will bring it to completion. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ya kwamba yule anayekujua na anakujua vizuri, aliyeanzisha kazi njema katika maisha yako, katika familia yako, katika biashara yako, hakuna budi, kuna wakati utafika kuileta katika kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana haachi mtu wake. Mungu hawezi kuacha anayemtumainia. Be confident, kuwa na matumaini ya kwamba huyo Mungu anayekujua, ile kazi njema ameanzisha katika maisha yako, hakuna shetani, hakuna mtu yeyote anayeweza kuingilia na kuharibu. Wakati ukifika wa Mungu, ataingia na atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kile Mungu amepanga mpaka kitatimia. Na anajua sasa, kesho na hata milele. Anajua kitakachokitendekea mimi sasa, kesho na hata milele. Anajua hata yako. Na kwa sababu anajua hivyo, kwa nini tusimtumainie huyu Mungu? Tumtumainieni Bwana. Anayetujua, anajua maisha yetu, anajua kesho yetu, anajua, na anasema aliyeanzisha mambo mazuri kwangu mimi, kwa watoto wangu, kwa familia yangu, kwa watu wetu, ana uwezo na nguvu za kuzileta katika ukamilifu. Tumtumainie huyo. Maana tukimtumainia mwanadamu atatuacha, lakini Mungu ako na nguvu za kukileta alichoanzisha katika ukamilifu. Aliyeanzisha kazi njema, anayekujua, unayemtumainia, wacha Bwana akusaidie ya kwamba ataileta katika kikamilifu, maana ni Mungu mwaminifu. Bwana tusaidie ya kwamba wakati tunapopitia majaribu, mateso, hatutakosa matumaini, ya kwamba tutahisi ya kwamba tuko hatuwezi, huyu Mungu tutamtumaini aje na vile tumepita. Hapana, tutasema ya kwamba nitavumilia, nitaendelea kukumbuka ahadi zangu, nitatembea katika njia za Mungu, naye Mungu atanitendea. Bwana Yesu asifiwe. Sijui uko katika hali gani katika maisha yako. Sijui kama umefikia huo wakati wa kukosa matumaini. Neno la leo linatuambia tudumishe amani na matumaini kwa Bwana, kwa sababu yeye aliyeanzisha kazi njema katika maisha yetu ako na uwezo wa kuileta katika ukamilifu. Na anasema ya kwamba unapoishi mtumainie, kaa ukijua ya kwamba
wako nawe sasa na hata milele. Na anasema ya kwamba chochote ambacho kinafanyika katika maisha yako anakijua, cha sasa, kesho na hata milele. Na anakuambia ya kwamba unapotembea usitembee kama mtu ambaye hajielewi. Tembea katika njia zake, ya kwamba ukajitambue, ukajue nafasi yako, ukatembee na ukiita Mungu kwa zile ambazo ahadi zako ameahidi katika maisha yako, kwa uvumilivu mwingi. Maana anasema ya kwamba wanavumilia Bwana analeta kwa ukamilifu wakati wake, na wanavuna matunda ya uvumilivu wao. Bwana tusaidie ya kwamba kile ambacho kimetufanya tukose matumaini hakitatuweka chini, ya kwamba tutazidi kudumisha amani yetu kwa Bwana, matumaini yetu kwa Bwana, na kusema ya kwamba Bwana umeniahidi ya kwamba hutaniacha, nitatembea nawe hata niingie wapi, niko nawe na ninajua ya kwamba Mungu utanisaidia. Hayo ndiyo maombi yetu, hayo ndiyo maombi yako, ya kwamba mimi no matter what happens in my life nitadumisha matumaini yangu kwake, ya kwamba nitaclaim ama nitaitisha the promises of God in my life. I will claim them because I know my God knows me and He has good plans for my life, like the way He has good plans for your life. Claim your blessings, claim your promises from the Lord, and the Lord shall walk with you. Bwana tusaidie ya kwamba we will keep our hope alive in Him, and that the Lord will continue to bless us. Let us pray. Baba, tunasema ni asante siku ya leo. Umetukumbusha ya kwamba Mungu ni kweli tunahitaji kudumisha matumaini yetu kwako. Maana ni kweli tunaishi katika ulimwengu uliko na changamoto nyingi. Wakati mwingine tunakosa matumaini. Wakati mwingine hata tunachanganyikiwa. Wakati mwingine hata hatujui tutafanya nini. Lakini umetuahidi ya kwamba Mungu uko pamoja nasi. Na ya kwamba unasema ya kwamba tunahitaji kukuangalia wewe, tukiomba kwa imani ya kwamba utatenda. Na ya kwamba tukiishi kwa neno lako ya kwamba wewe Mungu umeahidi ya kwamba utatenda na utatutendea katika maisha yetu. Na kwa uvumilivu mwingi tukigojea ya kwamba chochote ambacho Bwana umeahidi katika maisha yetu ya kwamba utakileta katika ukamilifu. Wakati mwingine tunahisi ya kwamba tuko upweke. Wakati mwingine tunahisi ya kwamba hatujielewi. Wakati mwingine hata tujui tutaanzia wapi. Lakini Bwana tusaidie ya kwamba tunapoishi tutajua ya kwamba uko pamoja nasi, na tunapoishi tukajua ya kwamba Mungu unataka tukaweze kutembea katika njia zako zinazokupendeza, kwa sababu unasema tukitembea nawe hautatuacha kamwe. Na ya kwamba tukikuitisha chochote ambacho umeahidi katika maisha yetu, wewe Bwana utatenda. Na ya kwamba tukitembea na uvumilivu mwingi kwa majaribu yote, Bwana utatusaidia na tutaweza kushinda, maana tu zaidi ya washindi. Bariki watu wako, bariki kanisa lako, na Bwana tutie nguvu za kuzidisha matumaini yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, na kila mtu aseme amen. God bless you.